Je, wewe una umri gani? Wazazi wako wana umri gani? Kampuni yako ina umri gani? Nyumba yako je? Kazi yako ina umri gani? Nauliza hivi kwa sababu nataka tufikiri kwamba kila kitu kina umri. Hata vitu hapo nyumbani vina umri. Vivyo vivyo mataifa yana umri. Kwamba taifa fulani lilianza mwaka 1900, 1800, 1600. Taifa fulani lilizaliwa mwaka na historia yake ya kuzaliwa pia. Tanzania ilipata uhuru mwaka 61. Ilianza mwaka, vitu vya kujiuliza. Sasa tunatafakari hivi kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba ukiangalia Matendo ya Mitume 17 mstari wa 26, maandiko yanasema naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Unaona jinsi maisha ya mwanadamu yalivyo na majira. Maisha ya mwanadamu, ya mtu, yalivyo na majira tofauti tofauti, kwamba kuna kuzaliwa, kuna kukua, mtoto anapitia zile stages za kukua, anaingia ujana, anakuwa mtu mzima, na hapa katikati anakwenda shule, anatafuta kazi, anaoa au kuolewa na kuwa na familia, and then wajukuu, and then anaingia, wanasema masaa ya jioni, and then they go to be with the Lord, kama waliishi maisha ya haki, na kama waliishi kwa namna nyingine pia wanakwenda sehemu yao. Kwa hiyo yote ni cycle ya maisha. Kwa hiyo mataifa pia Mungu ameyawekea nyakati, kwamba kwa wakati huu taifa fulani litakuwa linapitia wakati huu kwa mujibu wa kalenda ya Mungu. Kwa majira haya taifa fulani linapitia jambo hili. Yamkini linapitia ustawi, yamkini linapitia uamsho, yamkini linapitia pengine dhiki, yamkini linapitia ukame, yamkini linapitia hiki. Majira kwa mujibu wa kalenda ya Mungu. Lakini maandiko yanatuambia kwamba kadiri nchi idumupo, majira ya kupanda na kuvuna, majira ya baridi na majira ya jua, ya kiangazi, anasema kwamba majira hayatabadilika, yanabakia kwa kadiri nchi idumupo. Hilo ni agano ambalo Mungu alifanya na wanadamu, ya kwamba kadiri nchi idumupo kutakuwa na wakati wa kupanda na kuvuna, kutakuwa na wakati wa jua na wakati wa baridi, kutakuwa na wakati wa mvua, wakati wa jua. Hayo majira. Lakini nchi au taifa au mtu anapokuwa stuck kwenye wakati mmoja, there is a problem. Ni kwamba adui ameingilia majira yake, ameingilia ile kalenda ya nyakati zake, ya kwamba mtu amepanda lakini haoni mavuno, ya kwamba ni wakati wa baridi tu, hakuna mwangaza wa jua. Hapo tunasema kwamba majira ya mtu au ya taifa yanakuwa hijacked, yamevamiwa, yameingiliwa, yamekuwa interrupted.
kinyume na kalenda ya Mungu. Kwa hiyo nasukumwa ya kwamba tuombe as much as tunaomba kwa ajili ya majira yetu as individuals, lakini tukumbuke ya kwamba majira yetu as individuals pia yako tied up, yako attached na majira ya nchi na majira ya taifa. Taifa likiwa linapitia ustawi, na sisi tunastawi kama raia. Taifa likiwa linapitia kwenye kipindi cha mavuno, ina maana na sisi kama raia we are harvesting, right? Tunavuna kwa sababu sisi ndo wazawa, sisi ndo warithi wa mahali hapo, na Mungu ndo ametuweka ili kwamba tuweze kumwabudu, tuweze kumtumikia na kufurahia kila matunda na rasilimali zinazotokana na taifa na nchi hiyo na ardhi hiyo. Kwa hiyo as much as we are praying for our majira yetu, yamkini restoration, ya kwamba Mungu huishe majira na nyakati zetu as individuals, as families, tuna ulazima wa kuomba pia kwa ajili ya majira ya nchi, ya kwamba Mungu huishe. Kama kuna namna adui ametwist majira ya nchi, kama kuna namna adui ame hijack majira ya nchi, basi ya kwamba Mungu ahuishe, aponye yale majira, tuweze kuexperience hii ahadi ya kwamba inafika kwamba kuna kipindi cha kuvuna, kwamba kuna kipindi cha kufanikiwa, kipindi cha ustawi. Haleluya. Na tutaomba kwa kuitia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu. Sometimes we do not know how to pray. Na let me just say this. Na maandiko yanasema kwamba sisi hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho Mtakatifu huomba kwa kuugua, hutusaidia madhaifu yetu. Roho Mtakatifu anatusaidia madhaifu yetu ya kuchoka, ya ufahamu wetu ambao uko limited, udhaifu wa kuomba kibinadamu, zile limitations. Roho Mtakatifu anatusaidia madhaifu yetu, na anaomba kwa kuugua kusikoweza kutamkika, na yeye anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu, anaomba sawasawa na ufahamu wa Mungu. Yani kile ambacho Mungu anataka kusikia, anataka kuona, hicho ndicho ambacho Roho Mtakatifu anaomba. Na anaomba exactly mawazo ya Mungu. Yani kwamba Mungu anawazia nini Tanzania, Mungu anawazia nini wa Tanzania, Mungu anawazia nini East Africa au Afrika wa Afrika, Mungu anawazia nini kwa majira na kwa wakati huu, Mungu anawazia nini. Then Roho Mtakatifu anaomba sawasawa na hicho ambacho Mungu anawaza. Na maandiko yanasema mkiomba sawasawa na mapenzi yangu. Kristo anasema mkiomba sawasawa na mapenzi yangu, Baba yangu wa mbinguni atafanya. Haleluya. Kwa tutaomba tuitie damu ya Yesu Kristo kwenye nyakati za Tanzania, na as damu ya Yesu Kristo miminika, ikinyunyizwa kwenye majira ya Tanzania, tuna uhakika kwamba damu ya Yesu Kristo inanyunyizwa pia kwenye majira yetu, yes, na mipaka yetu. Tuombe. Damu ya Yesu Kristo inanena mema. Damu ya Yesu ndio damu inayonena mema kinyume na mabaya yote. Damu ya Yesu inanena mema kinyume na uovu na kila sauti za uovu. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili, kuliko damu zingine zozote zile. Tunaitia damu ya Yesu Kristo Baba. Tunaitia damu ya Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo
katika maisha yetu, katika nchi yetu ya Tanzania, mipaka yetu. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu. Wewe Bwana umesema katika neno lako ya kwamba umeumba mataifa, ukayaweka, ukaamuru majira na nyakati kwa mataifa. Hivyo basi Bwana, kwa ufunuo huu tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye majira na nyakati za Tanzania. Damu ya Yesu Kristo kwenye majira na nyakati za Tanzania. Damu ya Yesu Kristo kwenye majira na nyakati za Tanzania. Damu ya Yesu Kristo kwenye majira na nyakati za Tanzania. Damu ya Yesu Kristo, wewe Bwana uliye Alfa na Omega, wewe Bwana the beginning and the end, wewe Bwana uliyekuwako, uliyeko na unayekuja. Wewe Bwana, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo kuanzia mwanzo wa Tanzania, the beginning of Tanzania as a nation. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo, kuzaliwa kwake. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo, kukua kwake Bwana. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo hata leo Mfalme wa mbinguni. Umri huu ambao taifa limefikia, tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. You know better than any of us, than anybody, oh Lord. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo katika majira, katika nyakati za Tanzania. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye majira, kwenye nyakati za Tanzania. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo, kuzaliwa, kukua. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo hata hivi leo. Tunanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Damu ya Yesu ikanene mema, ikanyamazishe kila sauti nyingine zozote zile za uovu katika jina la Yesu. Na ikiwepo kuna majira ambayo si sawasawa na kalenda na ratiba ya Mungu, basi damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Damu ya Yesu Kristo ikabatilisha hayo majira. Damu ya Yesu Kristo ikabatilisha hayo majira yasiyokuwa ya kimungu. Damu ya Yesu Kristo ikabatilisha hayo majira yasiyokuwa ya kimungu. Damu ya Yesu Kristo ibatilisha hayo majira yasiyokuwa ya kimungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ibatilishe majira yasiyokuwa ya kimungu katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, ikiwa Bwana we are stuck kwenye majira kwa muda mrefu, kwa wakati mrefu, tunaomba damu ya Yesu Kristo ikapate kutunasua. Tunaomba damu ya Yesu Kristo ikapate kutukwamua. Damu ya Yesu Kristo ikapate kutukwamua, ikakwamue majira ya nchi, ikakwamue majira ya nchi, ikakwamue majira ya nchi, nyakati za nchi, ikakwamue damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana. Tunachia damu ya Yesu Kristo kwenye mipaka ya Tanzania. Kanene mema. Inene mema kwa ajili ya familia zote Tanzania. Inene mema kwa ajili ya rasilimali ambazo umetupa. Inene mema kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya kila taasisi. Damu ya Yesu Kristo inene mema kwa ajili ya mipango ya nchi. Damu ya Yesu Kristo inene mema. Inene mema kwa ajili ya majirani zetu. Inene mema East Africa Community. Damu ya Yesu Kristo inene mema kwa ajili ya Afrika. Inene mema Bwana katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Baba, tunakushukuru. Utukufu na shukrani vinawe Bwana. Basi Mungu akubariki. Tafadhali like, subscribe na share na muombaji mwingine. Amen.